Bora, hebu kwanza tusikitike kwa pamoja kwanza. Hebu tusikitike. Tusikitike bwana. Unaambiwa Glory ni amenusurika kifo kutoka kwake Gamba. Ilibaki hivi tu. Ilibaki hivi tu. Gamba alishamtaitisha Glory. Glory ana Mungu bwana. Lakini pia ukiachilia mbali na hilo, wakati wanarudi Gamba bwana akawa ameona hatari inawajia nyuma yake. Gamba si alikuwa anaendesha gari, kucheki hivi kwenye side mirror anaona kuna pikipiki nyuma zinawafuatilia. Gamba kajua hapa kuna hatari hapa, si bure. Sasa tukawa tunajiuliza, je, Gamba ni nini atachokifanya ili kuiokoa familia ya mzee Mashushu? Na huku kwenye msafara kuna gari kama 3. Huu msafara wa mzee Mashushu. Sasa Gamba atafanya nini? Pazito kweli hapo msikilizaji. Pazito kweli kweli. Bwana, karibu sana kwenye hii sehemu ya 7. Mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Mzigo kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Karibu sana tupate kujua hasa kile kilichoweza kuendelea. Karibu bwana. Gamba. Naam. Mbona unaonekana kama una mawazo sana? Kwani baba alikuonesha nini kwenye simu? Baba alikuonesha nini kwenye simu yake? Sio kitu. Amna kitu. Sio kitu nini, wakati toka baba alipokeza kuonesha ile picha ulionekana kabisa kama vile huna amani wala huna furaha. Juliana, usijali. Ni mambo tu ya kawaida. Na unaponiona na stress kama kuna vitu nawaza, ni mambo tu ya kawaida tu ambayo ninayawaza. Naam, Gamba alizungumza huku akiwa wanatazama gari ya mzee Mashushu iliyopo mbele yao. Huku mbele kabisa ya gari ya mzee Mashushu kulikuwa kuna gari ya wagonjwa, gari iliyokuwa inapiga king'ora na kusababisha gari nyingine kuwapisha barabarani. Sasa Gamba wakati anaendesha gari hii alitazama kwenye kioo cha pembeni, yani upande wa side mirror, akaona pale kuna pikipiki 2 aina ya XL. Pikipiki hizi zilikuwa zimepakia watu wawili kwenye pikipiki. Hawa watu walikuwa kwenye pikipiki walikuwa wamevalia helmet nyeusi na walikuwa wamevalia makoti meusi. Pikipiki hizo zilionekana kuyakwepa kwa kasi mno magari yaliyopo nyuma yao. Kitendo hiki kilimwashia taa ya hatari kijana Gamba. Gamba kichwani mwake akaona hapa kuna hatari, na kwa haraka Gamba akaitoa pale bastola chini ya siti yake. Alipoitoa tu bastola, Juliana alitokwa na macho ya mshangao pasipo kuelewa ni lengo gani ambalo Gamba anataka kulifanya na kwa nini kaitoa hiyo bastola chini ya siti. Samahani Juliana, na kuomba uhamie siti ya nyuma haraka sana. Gamba alizungumza huku akiminya button ya kufyatua mkanda wa siti aliyokuwa amekaa Juliana. Gamba, ni nini lakini? Nimekwambia ruka siti ya nyuma. Gamba alizungumza kwa ukali, na ndipo hapo Juliana kwa hofu na mashaka kwanza aliilaza ile siti na kisha kaamia siti ya nyuma. Bwana ghafla naambia risasi zilianza kupita mlango wa nyuma. Hapo ndipo Juliana akaelewa kila alichokuwa amekizungumza Gamba, ya kwamba wapo kwenye hatari. Juliana alianza kulia huku akiwa amejilaza kwenye siti hiyo, huku sasa vioo vilikuwa vikimwangukia. Mzee Mashushu kwa kioo cha pembeni alishuhudia jinsi shambulizi hilo likiwa linatokea katika gari aliyokuwa anaiendesha kijana Gamba. Shit. Ni akina nani tena hawa? Mzee Mashushu alizungumza huku akikanyaga breki za ghafla. Gamba kwa umakini wa hali ya juu akalikwepa kidogo gari la mzee Mashushu lililokuwa limesimama mbele yake. Akakanyaga breki, akakaa sawa nalo na kuwafanya washambuliaji kukosa sehemu ya kupiga zaidi ya kushambulia tu kwa nyuma. Gamba alifungua kioo cha upande wa pili wa siti ya pembeni yake.
fungua kioo cha nyuma, alimwambia mzee Mashushu, na mzee Mashushu akafanya hivyo. Gamba akageuka nyuma, alimtazama Juliana aliyekuwa anapiga kelele za uoga. Gamba akasema, na hesabu mpaka 3, ingia siti ya nyuma ya gari la babako. Gamba, ndo nini? Gamba alianza kufyatua risasi mfululizo huku akiwa anatazama gari ya wagonjwa iliyokuwa inazidi kutokomea kwa kasi. Gamba akamwambia, ingia, acha upuzi, toka kwenye hili gari, rukia kwenye gari ya babako. Gamba alizungumza kwa ukali akimtaka Juliana atoke kwenye hili gari alilokuwa anaendesha yeye, kwa sababu Juliana alikuwa ni mwoga mno. Akataka kumrusha chap kwenye gari ya baba yake huku akishusha kioo cha upande wa gari la mzee Mashushu. Juliana kwanza alishusha pumzi nyingi mno. Alikuwa ni mwoga na isitoshe yeye ni mwanamke, lakini kwa ujasiri wa hali ya juu mbele ya risasi, ndugu yangu, uwezi amini, Juliana akapita katikati ya madirisha akarukia ndani kwenye gari la baba yake mzee Mashushu. Mzee Mashushu akaambiwa, mzee, endelea, acha miao nimalizane nao. Alizungumza maneno hayo Gamba, na ndipo mzee Mashushu akaitikia huku akitingisha kichwa. Akafunga kioo cha gari na kisha gari lao likaondoka kwa kasi. Kila walipojaribu kumpita Gamba, ila Gamba alijitahidi kuwazuia. Wakapiga risasi tairi za nyuma za gari ya Gamba na zote zikapasuka, na kwa kasi alionayo Gamba walijikuta gari na yumba ikaanza kuelekea machochoroni, yani kama kwenye mtaro hivi. Kwa kasi Gamba akafyatua mkanda wa siti aliokuwa amejifunga. Alivuta handbrake na kisha akaigeuza kwa kasi mno. Akafungua pale mlango, akaruka huku akiwa anabiringika kwenye lami kwa ustadi wa hali ya juu mno, huku gari likawa sasa ndo linakwenda linaingia mtaroni. Waendesha pikipiki hawa wenye ujuzi wa hali ya juu wakampita kwa kasi kijana Gamba, huku risasi zikimpunyua katika eneo ambalo yeye Gamba alikuwepo. Unaambiwa kwa haraka kijana Gamba alinyanyuka na kwa shabaha aliwatandika risasi waliokuwa wamepanda pikipiki ya nyuma, na kwa bahati nzuri alibahatika kuwaua wote, walianguka chini. Gamba alianza kukimbia huku bastola ikiwa yuko mkononi mwake, na kuwafanya watu hao ambao sasa wakawa wameshuhudia tukio hilo kuliona kwamba ni tukio ni kama la kwenye filamu. Unajua kuna ile hali tukio linatokea alafu unasema hii ni filamu au kweli? Yaani hata mashuhuda wa pembeni walibaki tu wanashuhudia kile ambacho Gamba anakifanya. Gamba akafika eneo walipokuwa wameangukia hawa majambazi, na kwa bahati mbaya pikipiki waliokuwa wanaiendesha ilikuwa imeharibika kwa kiasi kikubwa mno cha kuto kumsaidia katika kuiendesha na kuwafukuzia wengine, maana Gamba alitaka kuiokota hii pikipiki ili awakimbize wale wengine waliobakia. Shit. Gamba alilalamika kwa hasira huku akishuhudia pikipiki iliyobaki ikizidi kutokomea kufukuzia gari la mzee Mashushu. Gamba ilibidi aokote bunduki moja aina ya machine gun huku akiwa anaangaza eneo hilo. Weka silaha yako chini. Sauti kali ilitokea nyuma ya Gamba. Gamba sasa ilibidi ageuke, akawaona askari wawili wenye bunduki aina ya SMG walikuwa wakimsogelea kwa kunyata. Mimi nipo kazini ese. Unaona? Hawa wanakwenda kumuua bosi wangu. Gamba alitaka kujitetea, lakini maskari hao wakamwambia, sisi hilo hatulijui. Onyesha kitambulisho chako kama wewe ni askari. Gamba alijikuta na shusha pumzi huku akitazamana na watu hao. Watu walikuwa wanafuatilia tukio hili huku wengine wakiwa na rekodi kwenye simu zao. Bado walikuwa wanaendelea tu kushangaa kinachojiri eneo hili. Gamba kaambiwa, weka silaha yako chini. Maskari hawa walivyomwamrisha Gamba, Gamba kazitupa bunduki alizokuwa amezishika, na askari hawa wakaanza kutembea kwa umakini mno kumsogelea Gamba aliyekuwa amejisalimisha, na kisha wakamlaza chini kwa nguvu, wakampiga pingu mikononi mwake na kisha wakamnyanyua. Lakini mnafanya makosa makubwa sana. Yaani kwa hili mtalipa. Gamba alilalamika huku akinyanyuliwa na askari hao. Walianza kuzungumza na simu ya upepo. Yes, hello. Kuna lijambalika hapa tumelikamata. Tunahitaji msaada wenu. Over. Askari mmoja alizungumza kwa simu ya upepo. Gamba aliwatazama askari hawa ambao hawana hata vyeo mabegani mwao. Shit.
Gari nyeusi ikaja ikasimama pembeni ya askari hao. Ebu mfungueni huyo. Mzee mmoja mwenye mvi kichwani mwake alizungumza kwa sauti iliyokuwa imekauka kauka. Samahani, umesema? Mzee huyo akatoa kitambulisho chake mfukoni na kuwafanya maskari hao kwa haraka sana wakamfungua pingu kijana Gamba. Ebu poteni, mwache huyo. Maskari hao walivyoambiwa hivi waliondoka kwa haraka mno. Muda mwingine hawa maaskari wanakera sana. Hawajui hata mazingira ya kumfunga mtu pingu. Jamaa mimi niliwaona toka kule wakiwa na silaha na wanaonekana kabisa ni wahalifu. Nimeona kilichotokea na yule mzee anayefukuziwa, mimi ni rafiki yangu yule. Nashukuru sana mzee. Gamba alizungumza kwa kumshukuru huyu mzee aliyekuja kama msaada. Gamba akaokota pale silaha alizokuwa amezitupa chini. Gamba kaitazama gari ya mzee huyo ambayo ilikuwa ni BMW M3. Mzee huyo ilibidi ampatie Gamba funguo ya gari hiyo. Kijana, hebu muwai bosi wako kawashughulikia wale wajinga. Mimi hili jambo nitalishughulikia. Hili tatizo la hapa, wala hata usijali. Nashukuru sana mzee wangu. Gamba aliingia ndani ya gari hiyo na kisha akaondoka kwa mwendo wa kasi mno. Shit, sasa wamekwenda wapi hao? Gamba alizungumza huku akiwa anajipapasa mfukoni mwake. Aliitoa simu yake na kisha akampigia mzee Mashushu. Simu yake iliita lakini haikupokelewa, jambo lililomfanya Gamba kujawa na wasiwasi, kwani jiji la Dar es Salaam ni kubwa na hajui ni wapi alipokwenda bosi wake. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Mama Jo akimuuliza nesi aliyekuwa amekaa naye nyuma ya gari hili, mbona mnasimama, kuna nini kwani? Mama Jo alimuuliza nesi aliyekuwa amekaa naye nyuma ya gari hilo, huku wakiwa na wauguzi wawili wa kiume. Nesi akatoa pale kichupa kidogo cha perfume, alimpulizia Mama Jo usoni mwake. Hakumaliza hata dakika moja, Mama Jo akalala chali. Taratibu Glory alinyanyuka kwenye kitanda hicho alichokuwa amelalia, akanyoosha pale mkono mmoja kwa wauguzi hao wa kiume na kisha muuguzi mmoja akatoa pale bastola. Glory akaikoki ile bastola akamwelekezea Mama Jo ambaye anamchukia vibaya mno. Nikimua huyo akiwa amelala, hatofaidi kifo chake. Mchukueni. Glory alizungumza huku taratibu akishuka ndani ya gari hilo la wagonjwa. Mkuu, utaweza kweli kutembea? Ndiyo. Sindano ile imenisaidia kuweza kukata maumivu. Okay, sawa mkuu. Glory alitazama vijana wake 12 waliokuwa wamevalia nguo nyeusi. Tuondokeni na mumbebeni huyo. Sawa. Glory aliingia kwenye moja ya gari kati ya gari hizo 6 zinazofanana aina ya BMW X5, huku Mama Jo akiingizwa kwenye gari nyingine na wakaondoka eneo hilo la maegesho ndani ya ghorofa moja lililopo maeneo ya Posta. Wakaelekea moja kwa moja mpaka bandarini. Walipanda katika boti moja ya kifahari na wakaondoka eneo hilo. Hebu waulize vijana kama kazi imekamilika. Najaribu hapa kuwapigia lakini hawapatikani. Watakuwa wameshauawa na yule mshenzi, ila hii ndio dawa yao. Nasemaje? Watajuta. Mimi ndo Glory. Glory alizungumza kwa kujiamini sana. Naam, msikilizaji, simu ya kijana Gamba ilionekana kuanza kuita na kwa haraka akaichukua katika siti ya pembeni, akaipokea. Mzee, upo wapi Gamba? Mimi ndo nawatafuta nyinyi. Sisi tumeshafika kwa Don Rafael na wale wapuuzi wawili wameuawa. Ni jambo la msingi mzee wangu. Vipi kuhusu ile gari ya wagonjwa aliyokuwa amepanda mama? Najaribu kumpigia mama yako lakini hapokei simu. Au watakuwa wamefika nyumbani nini? Sijajua,
Hebu ngoja kwanza niulize kule nyumbani. Sawa mzee, basi nakuja hapo. Mzee Mashushu alikata simu. Kijana Gamba moja kwa moja akaelekea mpaka nyumbani kwa Don Rafael. Akazikuta pale maiti mbili za watu waliokuwa wakiwashambulia zikiwa zimelala chini. Gamba akawasalimia walinzi, akawaambia jamani, vipi, mpo salama? Ndio Gamba, si tuko poa. Vipi Juliana? Juliana yuko ndani huko na wasiwasi kinoma noma. Unajua hajawahi kukutana na ambush kama hizi. Wana chochote ambacho kitasaidia kuweza kutuonesha wametumwa na nani? Hawana chochote zaidi tu ya hii hapa namba hii basi. Mlinzi mmoja wa mzee Mashushu aliyezungumza hayo. Gamba, mzee. Nyumbani nimeongea nao, wanasema mama bado hajafika. Mzee Mashushu alizungumza huku akimtazama Gamba machoni mwake. Vipi, mama simu bado hapokei? Bado hapokei. Kila nikipiga naona simu haipokelewi. Hapo kijana Gamba kwanza alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Shit. Gamba, nini tena? Mzee wangu, nachokihisi hapa, inawezekana huu ulikuwa ni mtego. Mtego? Ndio. Wamejuaje kwamba sisi tunatoka hospitalini? Unaweza kuitafuta sehemu ilipokuwa simu ya mama? Hapana, unajua hatujawekeana hayo mambo. Mzee, naomba simu yako. Mzee Mashushu ilibidi atoe simu yake mfukoni na kisha kamkabidhi Gamba, na Gamba aliingia kwenye moja ya software katika simu hiyo iliyokuwa inatumiwa na majasusi. Haikuchukua muda wakatambua ni eneo gani ilipo simu ya mama Joe. Wakaondoka eneo hilo huku mzee Mashushu akiwa amepanda katika gari alilokuwa analiendesha Gamba, huku Don pamoja na vijana wake wakifuata katika gari 4 za nyuma, huku wakiwa wako na silaha. Hii ni vita hii, mzee Mashushu alizungumza huku jasho likimmwagika. Wasiwasi ulimjaa mno moyoni mwake. Gamba alikaa kimya huku akiendelea kuendesha gari hiyo kwa mwendo wa kasi. Wakafika katika maegesho ya chini kabisa katika gorofa la biashara. Wakaikuta gari ya wagonjwa ikiwa eneo hilo, huku mlango wake wa nyuma ukiwa uko wazi. Gamba aliingia ndani hiyo gari, akaikuta ikiwa chini ya siti aliyokuwa ameikalia mama Joe. Naona simu yake ni hii hapa, Gamba alizungumza huku akishuka ndani ya hilo gari. Mzee Mashushu kwanza alishusha pumzi, lakini mapigo yake ya moyo yalikuwa yakimwenda kasi mno, huku akiwa na wasiwasi mwingi sana. Naona kuna kamera, tunaweza tukaona kilichotokea, Don Rafael alizungumza, na kisha akaelekea kwenye lifti na kupandisha juu. Walifika katika gorofa yenye chumba kinachoongoza kamera zote zilizopo eneo hilo. Karibu sana Doni, mzee mmoja alizungumza huku akimkaribisha Don Rafael. Nashukuru bwana. Sasa kuna tukio limefanyika kwenye maegesho yenye magari yaliyopo chini. Tunahitaji kuona nini kilichotokea, tupate kuona kwenye CCTV kamera. Sawa. Vijana, nadhani mmesikia. Hebu limefanyika muda gani? Nadhani muda mchache tu uliopita. Vijana hao 4 waliokuwa wamekalia viti vilivyozunguka kompyuta nyingi, huku kukiwa kuna TV kubwa zilizopo ukutani hapo. Wakarudisha rekodi zilizokuwa zimerekodiwa na kamera hizo kwa lisali moja nyuma. Gamba akasema hapo, hiyo gari ya wagonjwa hapo. Gamba alizungumza, wakaiplay hiyo video iliyokuwa inaonyesha gari ya wagonjwa ikiingia katika maegesho na ikasimama eneo zilipokuwa zimesimama gari nyeusi zinazofanana aina ya BMW. Gamba alishusha pumzi mara baada ya kumwona Glory akiwa wa kwanza kushuka ndani ya gari hiyo. Mzee Mashushu akasogea pale taratibu mpaka kwenye TV hiyo kubwa. Alimwona mke wake akishushwa huku akiwa amezima. Huyu Mzee Mashushu alizungumza kwa kigugumizi. Gamba akamaliza kwa kusema, huyo ni Glory. Sasa Glory amefanya nini tena? Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa haamini anachokiona. Huyu msichana mbona kama tunamjua? Mzee huyu alizungumza na kuwafanya watu wote wamtazame.
Gamba kahoji, unamfahamu kivipi mzee wangu? Unajua huyu binti ni mjomba wa huyu mfanyabiashara aliyouawa mawiki yaliyopita. Nani huyu? Nani? Gumbo. Ewa. Na kwa stori zilizopo chini ya kapeti wanasema kwamba huyu binti ndo mrithi wa biashara za Gumbo, mjomba wake. Hivyo huyu ndo malkia mpya wa biashara za Gumbo, na hao watu wote wapo chini ya huyu binti. Hapo mzee Mashushu alihisi moyo kama vile unataka kumchomoka. Taratibu alijikuta akisogelea kiti kilichopo pembeni, akakaa huku akihisi presha kimpanda, kwani binti aliyekuwa amemuingiza nyumbani kwake kama mkwe aliyekuwa amebeba ujauzito wa kijana wake Joe. Kumbe huyu Glory ni nyoka mwenye sumu kali ambaye kwa sasa amemteka mama Joe, yani amemteka mke wa Mashushu, na mzee Mashushu mwenyewe hajui ni wapi ambapo mke wake kapelekwa. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Glory amemteka mama yake mkwe. Unahisi ni kitu gani ambacho atakwenda kumfanya huko anakompeleka? Kosa lilolifanya Gamba ni kumwacha Glory usiku wa kuamkia siku hiyo. Umeingiza familia mzee Mashushu kwenye matatizo. Je, nini Gamba atafanya? Patamu hapo. Sasa mzee mwenzangu Mashushu, hebu jikaze bwana kaka, na usipate pressure. Ikiwa bado tuna nafasi ya kumwokoa shemeji, wala tusiwe na pressure. Don Rafael alizungumza huku akimtazama mzee Mashushu aliyekuwa anaonekana kuchanganyikiwa kwa mawazo mengi mno. Mzee mwenzangu, umenielewa, lakini usiwaze, shemeji atapatikana tu. Mzee Mashushu alitingisha kichwa kwa kuitikia. Don Rafael akaendelea kusema, jamani, sisi tunawashukuru sana. Don Rafael alipozungumza hivyo akamnyanyua mzee Mashushu ambaye ni swaiba wake, wakatoka eneo hilo na kuelekea kwenye maegesho walipokuwa wameyaacha magari yao. Mzee, unaweza kuniachia hii kazi? Mimi nitaishughulikia. Gamba alizungumza huku akimtazama mzee Mashushu. Gamba, unaweza kuifanya hii kazi peke yako Gamba? Ndiyo mzee, nitaweza. Na kuomba uniamini kwenye hilo. Mzee Mashushu alimtazama Gamba kwa sekunde kadhaa na kisha alitingisha kichwa akimaanisha ya kwamba amekubaliana na hilo. Sawa, sasa kijana wangu, hebu fanya hivi. Na kuomba umrudishe mke wangu. Na yule malaya Glory, hakikisha unamuua. Sitaki hata kuisikia ile takataka. Nashukuru sana mzee, lakini pia nina ushauri. Ndio, ushauri gani? Kama inawezekana, kwa sasa mngekaa kwa mzee mwenzako hapa Don Rafael, kwa sababu hatujui usalama utakuwaje. Sawa, hilo halina shida. Gamba, mimi nikutoe wasiwasi. Mimi huyu ni swaiba wangu, mimi nitaishi nao, yeye na familia yake. Don Rafael alizungumza huku akimtazama Gamba aliyekuwa anajiamini kwa hiyo kazi. Gamba, wakati unakwenda kumtafuta mke wangu, na kuomba sana uwe makini. Wala hata usijali mzee. Gamba aliingia ndani ya gari na kisha akaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi mno. Moja kwa moja akaelekea shambani kwake, na hakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kuingia katika chumba chake cha siri. Akatafuta pale hati ya kusafiria yenye jina la Benson Mboya. Akawasha pale kompyuta zake, akaliweka jina hilo kwenye database za serikali, huku kionekane ni Mtanzania. Kabila lake ni Mchaga wa Machame. Kazi yake ni mfanya biashara. Gamba alichukua simu yake ya kazi na kisha akaipiga namba. Gamba, madamu ametekwa. Na nani? Mkwe anaitwa Glory, ndiye aliyemteka madamu. Shit. Nahitaji uactivate chip yake iliyopo mwilini na unitumie signal ni wapi alipo. Ila ni miaka mingi sana hatuja activate signal yake. Naomba ufanye hiyo kazi.
Sawa. Gamba alikata simu huku akitazama kabati lenye nguo zake za kazi. Aliziweka nguo ndani ya begi la kubebea mkononi pamoja na jaketi la kuzuia risasi. Sauti ya ujumbe ukaingia kwenye kompyuta yake, ikamfanya atazame alama ya kijani iliyokuwa inamuonyesha ni eneo gani alipo Mama Joe. Antananarivo, Madagascar. Gamba alizungumza huku akishusha pumzi. Inaonekana Mama Joe tayari ameshapelekwa Madagascar. Akaipiga hiyo namba aliyokuwa ameipiga awali. Hebu niendelee usafiri wa kufika Madagascar. Kikazi njia salama ya kutumia ni kupita baharini. Haina shida. Niendelee usafiri. Baada ya dakika kama 45 tukutane sehemu yetu. Okay, sawa. Gamba alikata simu, alibeba hati zake za kusafiria na akaondoka na begi lenye nguo pekee. Aliingia ndani ya gari na kuondoka shambani hapo. Ndani ya nusu saa alifika katika bandari bubu, bandari ya siri ambayo kwa mara kadhaa anaposafiri kikazi hutumia bandari hiyo. Umewahi sana. Msichana mrefu na mwenye nywele ndefu kichwani mwake alizungumza hivyo. Gamba akasema, nina haraka, siwezi kuchelewa. Hebu sikiliza mshikaji wangu. Umetia shavu jue. Unakula nini kwa mkuu? Hakuna cha msingi ambacho nakula huko. Unataka kuniambia kwamba tunaondoka na hiyo boti ndogo? Unaiona ndogo? Ila speed meter yake ni 250. Inaitwaje? Inaitwa Mystic Powerboats C1500 Tabrin. Bro, umekula? Nimekunywa kahawa. Ni vema ukala. Kwa nini? Speed ya hii boti. Speed ni kubwa. Tumbo linaweza likakutingishika tukiwa tuko baharini. Nadhani twende. Sawa. Waliingia ndani ya boti hiyo yenye siti 5, huku mbele anapokaa nahodha kukiwa kuna siti 2. Taratibu walianza kuondoka eneo hilo kwa mwendo wa taratibu. Madagascar tuna inusa ndani ya masaa machache tu. Unasema kweli? Ndio. Tuanze tu. Kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo binti huyo alivyozidi kuongeza spidi ya boti hiyo iliyokuwa inakimbia vibaya mno. Ila ni muda mrefu Gamba hatujarudi kazini. Nimestaafu. Sasa mbona unarudi kazini? Kwa sababu ya mkuu. Na kuna kafala kamoja hivi kanajifanya kenye nikajanja sana. Nani, Glory? Ndio. Glory sio kafala. Kwani unasema yeye sio fala? Ile siku kanisani pale alivyokuja na kujifanya kwamba anataka kujilipua, nilijaribu kumfuatilia kwa ukaribu na hali ya juu tu, nikagundua jambo. Jambo gani? Moja, kwanza yule demu anapiga mishe kali sana za kigaidi. Mishe gani za kigaidi? Mbona kama una maswali mengi? Nahitaji kujua. Na kwa nini hukuniambia kama yeye Glory anapiga mishe za kigaidi? Gamba, wewe umestaafu na ulisema kabisa umeacha kazi. Unahisi mimi ningekushirikisha vipi kwenye hilo? Ila si unajua kabisa kwamba lengo lake ni kuingia kwa mkuu. Nilimwonya mkuu, ila akasema kwamba ana ujauzito wa kijana wake. Kwa sasa anamwangalia kwa ukaribu sana. Sasa Gamba, hapo mimi ningefanya nini? Na istoshe, hebu imagine mtu amekuja na bomu. Wewe mwenyewe hukushtuka Gamba? Hukujiuliza bomu kama zile amezitolea wapi? Na ni kwa nini aje na mabomu kanisani? Da, sio kidogo. Yule demu ana mafunzo kabisa. Toa tablet kwenye begi langu hapo nyuma. Gamba alichukua begi la mgongoni lililokuwa limewekwa siti ya nyuma. Alitoa pale tablet na binti huyo akaifungua kwa kutumia alama ya kidole. Alimwonyesha Gamba picha za Glory akiwa kwenye mafunzo ya kijeshi. Mbona hii sikuishtukia mapema ise? Gamba, nikwambie kitu kimoja. Yule mjomba wake ambaye ni Gumbo alikuwa anamtegemea sana Glory kama master plan wake. Na ndio maana mzee Mashushu alikuwa anakula za uso sana kwenye biashara zake kwa sababu ndogo tu. Huyu dogo Glory alikuwa anakwenda kama underground. Hivyo machimbo yote alikuwa anayejua. Na istoshe, kujisogeza kwa mtoto wa mkuu basi ilikuwa ni sawa na kumsukuma mlevi kwenye maporomoko. Glory hakuwa kwa jogo kwa sababu ya mapenzi, ila alikwenda kikazi. Kudadadeki,
na sasa hivi yeye ndiye amekuwa mrithi. Hebu ngoja kwanza, haya mafunzo amepatia wapi? Haya mafunzo ni kipindi alipokuwa yuko North Korea. North Korea? Yeah. Yule mjomba wake Gumbo ambaye ni marehemu kwa sasa na mheshimiwa rais wa North Korea ni marafiki wakubwa sana, kiasi kwamba toka alipokuwa na miaka 9 Glory alipelekwa North Korea na akapigishwa tizi kwa miaka 11 na alipewa mafunzo ya kuwa ni muuaji tu. Bwana, alipotoka North Korea Glory alipelekwa Cuba, ambapo huko alipewa mafunzo kwa miaka 2 na ndipo aliporudishwa nchini Tanzania na kuishi maisha ya kawaida kama wasichana wengine, na lengo kubwa la Gumbo lilikuwa ni kumsambaratisha Mashushu kabisa. Nani amemuua Gumbo? Kwa sababu mkuu amenituma kwenda kumuua Gumbo, ila nilipofika nikakuta kuna demu pale alishatangulia kwenda kumuua Gumbo. Unamjua wewe demu? Hapana, simjui. Gamba, nikwambie tu ya kwamba yule Don Rafael, rafiki wa mzee Mashushu, Don Rafael alituma watu wake katika operation ya kwenda kumuua Gumbo, ila alichokifanya Don Rafael ni kututangulia sisi sote. Ina maana yule demo alitumwa na Don Rafael? Ndiyo. Na wale makahaba wote unaowaona ndani ya lile gorofa lake ni majasusi, tena wenye mafunzo. Ila wanaonekana ni hatari. Siku zote siri ni ngumu kwenye vitengo vya kijasusi. Siku zote siri ngumu kwenye vitengo vya kijasusi zinafanikishwa na majasusi wanawake. Hivyo unahisi mwanaume ukiwa unakatikiwa, unapewa penzi la kimalaya, hutoropoka siri zote wewe? Dunia imekimbia sana. Tupo kwenye sayansi na teknolojia, hivyo kuna linaloshindikana. Majasusi sasa hivi wanatumia wanawake tu. Gamba alishusha pumzi taratibu huku akiendelea kutazama picha hizo za Glory, ambaye hapo awali walipumbazwa na kumwona Glory ni mtu wa kawaida. Walimwona Glory ni mayai, walimwona Glory ni legelege, walimwona Glory ni mtoto. Hawakujua Glory ni mtu mbadi, hawakujua Glory ni mtu mbaya, hawakujua Glory ni mtu mwenye mafunzo ya kijasusi. Ila napata wazo. Mawazo gani? Kama Glory alikuwa ni mpenzi wa Joe na wakakamatwa pamoja, sasa ni kwa nini Glory aliruhusu Joe auawe ikiwa yana mafunzo makali? Angeibumisha misheni yake kivipi? Nisikilize Gamba. Ipo hivi. Unamwona yule Glory yule? Glory ametumika kama kete ya siri kwenye kumwangusha mzee Mashushu, pamoja na biashara zake zote, pamoja na washirika wake. Kilichotokea ni kwamba Glory alijifanya fala kipindi alipotekwa. Mzee Mashushu akamwamini Glory na akamuingiza ndani kwake, simple tu, huku akiwa wameshapigwa ngumi ya chembe kwa kumpoteza mtoto wake. Sasa amekubalije kubeba ujauzito wa Joe? Madam amekubalije kubeba ujauzito wa mzee Mashushu? Na wamezaa watoto 3. Simple tu. Kuna mission bro. Ukipewa hata kama ni ya kuzaa, ni unazaa tu ili kumuingiza mtu kingi. Akupende, akuamini, akujali, akufanyia chochote kutokana tu na mazingira ya uaminifu uliyofanya. Kama siku mzee akija kugundua kwamba wewe ni jasusi, kwani unataka kuniambia Gamba mzee Mashushu anajua kama wewe ni jasusi? Hapana, hajui. Sasa je, siku mzee Mashushu akija kujua wewe ni jasusi, akija kujua mke wake yule ni jasusi, nadhani yule mzee mtamuoa kwa kisukari. Ila kweli ndio iko hivyo. Sema wewe umestaafu, ila wenzako bado wamekunywa maji ya bendera ya hii nchi, wanapambana mpaka dakika ya mwisho. Aise, tutapokelewa Madagascar na tutapelekwa kwenye eneo ambalo kuna makazi ya Gumbo, kwa sababu ana hekari za eneo na kuna ulinzi ambao sio rahisi kuweza kuingia. Umekuja kuifanya hii kazi kiserikali au kivipi? Kiserikali, ila najua nipo na kapteni wangu hapa, hivyo hakuna kitachoharibika. Ndio, poa. Naam, msikilizaji, Gamba alijibu huku akimtazama msichana huyo ambaye kwa muonekano ni binti mrembo,
ila inapokuja masuala ya mapambano ni msichana mmoja hatari mno, na swala la kuua kwake ni kitu cha kawaida, na misheni zote anazopewa huzikamilisha kwa 100% unaambiwa. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona taratibu Mama Jo akiyafumbua macho yake huku ukungu ukiwa umemtawala machoni mwake. Yote hii ni kutokana na kulala kwa kipindi kirefu. Akatazama eneo hilo la chumba ambacho hakina kitu chochote zaidi yake yeye mwenyewe na kiti alichokuwa amekilaza ambacho alikuwa amefungwa nacho kamba. Kwa hakuweza kabisa kutikisika kutoka kwenye hiko kiti. Mama Jo akatazama katika kona za juu katika chumba hicho. Aliona kuna kamera 4 zikiwa zinaendelea kumrekodi. Hapa ni wapi? Alijiuliza kimoyomoyo Mama Jo, huku akitazama chumba hicho kilichokuwa kimepakwa rangi nyeupe tu inayong'aa, na hata sakafu yake ilikuwa imejengewa tiles nyeupe. Mlango ulifunguliwa taratibu. Alimwona msichana akiingia huku akiwa amevalia gauni jeusi. Mikononi mwake msichana huyu akiwa na gloves nyeusi, huku kichwani mwake akiwa amevalia kofia nyeusi ambayo ina kitambaa cheusi chepesi kilichozunguka kofia hiyo na kusababisha binti huyu hakuwa anaonekana vizuri usoni mwake. Hello mama mkwe. Ilikuwa ni sauti ya Glory. Na hapo ndipo Mama Jo alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Glory. Alikuwa anavua kofia hiyo huku akisimama mbele yake. Mshenzi wewe. Umenifanya nini? Mama. Mi mshenzi tena? Mi so mkweo tena? Siwezi kuwa na mkwe mwana haramu na mjinga kama wewe. Mama Jo alizungumza huku aking'ata meno kwa hasira. Hapana, unakosea. Mi so mshenzi, ila wewe ndo mshenzi. Hivi we Glory, unahisi mume wangu atakubali nife kijinga namna hii? Si ndio? Atakukamata tu na atakufinyanga na utafia mbali, mshenzi wewe. Natamani iwe hivyo, ila sidhani kama wataona hata mfupa wa mwili wako. Glory alizungumza kwa dharau, kana kwamba sio yeye aliyekuwa analia na kuugulia maumivu makali. Nitakuua. Kabla kuniua, mimi ndo nitakuua wewe. Na kuhakikishia Glory, nitakuua. Kama nilimweza kumuua yule broiler wako, unahisi ni rahisi kihivyo kuniua na mimi Mama Jo alikaa kimya huku akimtazama Glory kwa hasira. Na kitu kingine, hivi mumeo anajua kwamba wewe na Gamba ni maagent wa serikalini na mpo kwenye maisha yake kwa ajili ya kumpeleleza? Hivi mume wako anajua kweli? Marieta. Marieta Mbambo, jina lako halisi kabisa. Hivi yule mume wako mzee Mashushu analijua jina lako? Au kwa miaka yote hiyo mlioishi pamoja ni unaendelea tu kumpumbaza eti? Glory alizungumza huku akitabasamu na kumfanya Mama Jo ashtuke mno, kwani maisha yake ya ujasusi ni usiri sana kiasi kwamba hata mume wake anayelala naye kitanda kimoja kwa miaka 39 sasa toka moe hajawahi kumweleza chochote wala kulijua jina lake halisi. Sasa imekuwaje huyu Glory, binti wa miaka 20 tu, anafahamu jina lake halisi? Mama Jo alijiuliza mno. Bwana, mchaka umeanza. Gamba anafahamu siri za Glory, ni dakika ambazo tayari mkuu wake ameshakamatwa. Na Glory anazijua siri za Mama Jo akiwa amemshikiria Mama Jo mikononi mwake. Unahisi Glory atamweleza ukweli mzee Mashushu ambaye yupo katikati ya giza? Bado sijui nini kitaendelea. Umeshtuka mimi baada ya kulijua jina lako
Inamaanisha kwamba mme wako mzee Mashushu hajui jina lako, si ndio? Glory alizungumza kwa kejeli huku akiendelea kucheka. Ulimtuma Gamba kwenda kumuua mjomba wangu. Kwa nini lakini umekuwa na roho ya kikatili namna hiyo? Glory alikuwa anazungumza kwa sauti ya upole kabisa. Hivi kulikuwa kuna haja gani ya wewe kwenda kumuua mjomba wangu? Mtu aliyemtumikia baba yako mkwe kwa maisha yake yote ya ujana, na hadi alipochukua madaraka mumeo ukaamua kumfukuza kama mbwa na asimpatie hata shilingi. Kwa nini nyinyi watu ni makatili hivyo? Sasa basi, kama hauhitaji ni kuue, au kama unahitaji kuniua, basi ni vyema uniue sasa hivi. Ila wewe mama mkwe wangu, Mama Joe, ukishindwa kuniua sasa hivi, mimi ndiye nitakayekuua. Hebu acha kuniambia ngonjera zako wewe zisizokuwa na kichwa wala miguu. Ngonjera zangu hazina kichwa wala miguu. Okay, subiria kidogo. Glory alianza kuminya pale button za simu yake, na kisha simu hiyo ilianza kuita. Sasa upande wa pili tunapata kumwona mzee Mashushu. Hii si namba ya Glory. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa alichukua ile simu na kuitazama simu yake iliyokuwa iko mezani. Kaka, pokea tu hiyo simu. Alafu mbona anapiga video call? Naona hii video call hii. Pokea tu mzee mwenzangu, pokea tu. Don Rafael alimshawishi mzee Mashushu, na kweli mzee Mashushu akapokea ile simu. Alo. Baba mkweza wewe? Glory, niambie nilichokiona kwamba ni uongo. Umeona nini baba mkwe wangu jamani? Video za CCTV kamera. Unazungumzia zile za kwenye maegesho? Ndio. Mzee Mashushu alizungumza huku akimwagikwa na jasho usoni mwake. Pole baba mkwe wangu jamani. Na kuona hapo jasho jingi linakumwagika. Umekunywa dawa zako kweli za sukari? Nataka uniambie mke wangu umempeleka wapi? Alafu nimesahau baba. Unajua bana mama mkwe. Okay. Mama mkwe, hebu sema hai kwa my lover wako, mpe hai. Mme wangu, nipo salama wala hata usijali. Mke wangu, nakuomba unisamehe sana kwa kumleta huyo nyoka kwenye familia yetu. Laiti kama ningejua nisingemleta, au ningekusikiliza, ningeshamvurumusha toka ile siku. Wala hata usijilaumu mume wangu, niko salama. Huyu mbwa mdogo hawezi kufanya chochote. Nimejua bwana. Kumbe Gumbo ni mjomba wake. Baba mkwe, ndio umejua leo kama Gumbo ni mjomba wangu? Too bad baba mkwe wangu kipenzi. Leo utajua mengi sana, na ndio maana nimekuuliza umeshakunywa dawa zako za kisukari, kwa sababu yajayo naona kabisa itakupeleka mochwari kama yule broiler lako lile. Mbwa kabisa wewe. Acha kumuita mwanangu ni broiler. Mzee Mashushu alizungumza kwa kufoka mpaka mishipa ya kichwa ilijichora kwenye paji la uso wake. Jamani baba mkwe, utapasuka bwana baba mkwe. Mimi huwezi kunikamata wala kujua niko wapi. Kaa hivyo hivyo kwa kutulia mzee wangu. Unajua kwenye dunia hii baba mkwe, kila mtu ana siri zake.
Mimi nilikuwa na siri zangu, mkeo na siri zake, huyo mlinzi wenu na yeye nani yule nani Gamba naye ana siri zake. Yaani kila mtu kwenye dunia ana siri zake baba mkwe. Kila mtu ana siri ambazo zikija kusikiwa na watu waliokuwa karibu yake, basi zinaweza zikamharibia kwenye maisha yake au hata kuwaumiza wale wote ambao wanampenda. Hebu nisikilize Glory. Wewe unahitaji kiasi gani nikupatie? Nataka mke wangu umwachie. Baba mkwe, tujaelewana jamani. Mimi nimezungumzia hela hapa. Hivi baba mkwe, unajua kwamba hii issue sio kwa ajili ya pesa. Hivi nakumbuka mzee wako alipofariki ni kitu gani ulichomfanyia mjomba wangu? Okay, au tuachane na hilo. Leo nataka kukuonyesha jambo moja ambalo hujawahi kulijua baba mkwe. Mama Jo akamkata jicho kali mno Glory. Glory alikuwa ameshikilia simu. Sasa baba mkwe, ngoja kwanza nipe dakika moja. Glory alikuwa anazungumza kwa mzaha. Glory alikuwa anafanya utani, lakini yuko very serious. Glory alikimbilia nje huku simu bado ikiendelea kuwa hewani. Alifungua mlango na mlinzi wake akamkabidhi mafaili mawili na kisha Glory akarudi ndani. Baba mkwe, haya mafaili yameandikwa top secret. Naamini kwa Kiswahili umeelewa maana yake, si ndio baba mkwe? Mzee Mashushu hakujibu chochote zaidi ya kumtazama Glory kwa macho yaliyojawa na hasira, huku akitamani amkamate, amviringishe na amue. Glory, utajuta kwenye maisha yako yote. Mama mkwe, usinitishe bwana we. Yaani wewe upo kwenye maya yangu alafu bado unanitisha? Hebu niache mimi niongee na baba mkwe bana. Sasa baba mkwe, najua wewe ni msomi mzuri tu na by professional yako wewe ni daktari mwenye PhD. Tena uloipata Uingereza, ila kwa kipindi chote umepumbazwa na akili yako na watu hao wawili ndio walioipumbaza akili yako. Huyu mmoja hujakutana naye muda mrefu, ila huyu mmoja umekuwa naye kwenye utoto wenu ulipokwenda kusoma naye akaenda mafunzoni. Wewe unazungumza nini wewe? Baba mkwe, nimependa sana utulivu wako. Unaonyesha kabisa unapenda udambu unapenda umbea Natania bwana baba mkwe. Ipo hivi, mama mkwe, kipindi hicho wewe ulipokwenda kusoma ukimjua kwa jina la Jacqueline, mrembo wako huyu, lakini alikwenda mafunzoni huku jina lake la Jacqueline likiwa ni jina fake tu, hakuwa na jina la ukweli. Wewe Glory, wewe usinifundishe kumjua mke wangu. Niambie unahitaji ni kiasi gani cha pesa nikupatie, nataka umwachie mke wangu. Baba mkwe, unajua muda mwingine bwana inabidi tu nishukuru mimi na huyo rafiki yako ambaye mnashirikiana kwa kila kitu. Kumbe bwana mambo yenu yote yapo wazi serikalini na wanatafuta tu muda sahihi wa kuweza kukufyekelea mbali. Wewe nende haraka haraka baba mkwe ili uweze kunielewa nisikumalizie mbii zako baba mkwe wangu. Au unasemaje eti? Binti ongea. Naongea jamani, samba unakuwa mkali. Glory alizungumza kwa masihara huku akicheka kwa kejeli. Bana baba mkwe, huyu mke wako huyu ni mpelelezi aka ni jasusi mwenye cheo kikubwa sana kwenye serikali. Wewe mshamba wewe. Sawa, mimi mshamba, lakini pia hata huyo mlinzi wake wa siku nyingi ni Gamba. Mzee Mashushu, huyo msichana anaongea nini? Mbona kama vile au hii mimba imempelekea ukichawa mimba nini? Don Rafael alizungumza naye huku akiwa anahamaki kweli kweli. Don Rafael, ni wewe kumbe unaongea hapo pembeni? Ni mimi. Na huu mchezo unaofanya Glory, ni kuhakikishie tunakwenda kuua. Na kifo kibaya sana kinakujia. Na kabla ya kukuua Glory, utabakwa mbwa mmoja wewe. Endelea kucheza tu huo mchezo. Don Rafael alizungumza huku akimporomoshia matusi Glory. Bwana wewe, hebu niache mimi bwana wewe.
Baba mkwe, niko na wewe, achana huyo mpuzi huyo. Sasa sikiliza baba mkwe. Huyu mke wako huyu, jina lake halisi anaitwa Marieta Mbambo. Jeshini ana cheo cha Meja Jenerali. Hivyo kiheshima anaitwa Meja General Marieta Mbambo. Upo? Glory alizungumza huku akigeuza simu yake na kuonesha picha ya Mama Joe akiwa amevalia mavazi ya kijeshi na akiwa na cheo hicho. Na hapo ndipo mzee Mashushu alishtuka, huku Don Rafael naye akitazama anachokiona. Mzee Mashushu macho ya mshangao yalimtoka. Unaambiwa umeshtuka eh? Subiri wewe, mambo bado. Mbona story ndo bado mbichi? Tulia nikupe umbea. Glory alizungumza huku akimtazama Mama Joe aliyekuwa amefumba macho huku akibubujikwa na hasira ya ndani kwa ndani, akitamani kumrukia Glory aliyekuwa amemshindwa. Sasa baba mkwe, huyu mama bwana, huyu ni jasusi. Tena jasusi sio mdogo, ni mwenye cheo kikubwa tuko serikalini. Huyu mama amepewa kibali maalum cha kuua. Yaani kibali cha kuua anacho, na ninaamini unajua majasusi wanaopewa kibali hiki cha kuua, yaani huwa hawasubiri amri ya rais. Na ndio maana alitoa amri kwa Gamba kwenda kumuua mjomba wangu Gumbo. Wewe mwenyewe ukawa unafurahia tu, ukawa unakunywa mvinyo tu, mkijua ya kwamba mmesaidiwa eh? Mmejidanganya. Glory akawaonesha picha kadhaa, Mama Joe akiwa na mavazi ya kijeshi huku akiwa na viongozi. Akawaonyesha picha za mission alizozifanya na kuua watu wengi mno. Hapo mzee Mashushu alitamani kuzimia, ila alijikuta kishindwa, huku mwili mzima ukimtetemeka kwa uoga. Sasa basi baba mkwe, nikwambie tu ya kwamba hizi taarifa ni za ndani kabisa, yani huwezi kuzikuta kwenye database yoyote ya serikali. Yani mafaili yao yanahifadhiwa sehemu ambayo huwezi kudukua kabisa, kwa sababu mfumo wake wa kuzihifadhi ni mfumo wa karatasi kama hivi. Eti mama mkwe, kwani mimi nasema uongo hapa kwa mmeo? Mama Joe alibaki kimya huku akimtazama Glory kwa macho yenye hasira. Sasa nikwambie baba mkwe wangu, huyu mama huyu amekuzalia watoto hao watatu ila hujafanikiwa kujua chochote. Hivyo mzee upo, yani upo bila nguo kwenye serikali. Yani serikali inakujua in and out. Yani serikali wakitaka kukuangusha ni kama kumsukuma mleve tu kitonga pale. Anguko lake ni kubwa. Hivyo hata we Don Rafael, ndugu yangu, ni kama vile hujavaa tu nguo. Serikali inakujua nje ndani. Sasa basi tuendelee, sijamaliza. Huyu mlinzi wake ambaye ni Gamba. Gamba yeye amestaafu mara baada ya kufanya kazi nyingi mbaya za mauaji. Sasa huyu Gamba ndo hatari kuliko hata huyu mama hapa ambaye ni bosi wake. Kwanza unaambiwa Gamba cheo chake jeshini kule ni meja, na ndio maana mara nyingi sana Gamba alikuwa anavuruga mipango yangu ya kukuua hata kule Mwanza. Mshukuru sana Gamba, mimi ndo nilitaka nikuue. Mama Joe, ni kweli anachokizungumza Glory? Baba mkwe, yaani maswali gani ya sasa hayo? Hayo maswali bwana nyinyi mtaulizana baadaye, sawa? Kwa sasa nahitaji kuhudhuria kwanza mazishi ya mjomba wangu. Kwa tutazungumza baadaye, ila tu ndo ujue hapa mke huna, ila ndani unakaa na jasusi kutoka serikalini. Kama ulikuwa ujui, hiyo ndo taarifa mzee wangu. Glory akakata simu. Lo, mzee Mashushu alibaki mpigwa na bumbuazi, kwani katika jambo lililomshangaza yeye na rafiki yake Don Rafael ni swala zima la huyu mke wake kuwa ni mpelelezi jasusi kutoka serikalini. Mwe. Ukimya ulimtawala mzee huyu. Kila mmoja na waza lake. Ndugu yangu. Mashushu, unajua huyu binti huyu anatuchezea akili zetu. Huyu binti anataka kutufanya tuache juhudi za kumsaka shemeji. Wewe una miaka mingapi na mke wako? Una miaka mingapi umeishi na mke wako? Kwa nini asikukamatishe huko serikalini? Huu ni mchezo tu kaka. Huyu Glory anacheza ni mchezo tu. Mimi ndo nakwambia. Unajua Mashushu,
Hii ni vita. Na anaposema Gamba amekwenda kumuua Gumbo ni uongo, kwa sababu ile siku mimi nilimtuma mtu wangu na akaletea ushahidi wa video wa namna alivyomuua Gumbo. Alafu kweli ndio huyu Glory ni anatutania tu, huyu mpumbavu huyu, na ndio maana umeona ongea yake ya masiala anacheka, anatutania. Na tumeshajua adui yetu aliyemshikilia mke wako ni Glory. Sasa huu ni wakati wa kuanza msako Tanzania nzima kujua ni wapi wanapomzika Gumbo. Tukishajua tu tunamkamata huyu Glory. Basi fanya hivyo ndugu yangu, mimi hapa akili imestaki kabisa. Sawa kaka. Huyu tutamkamata tu, mshenzi mpuzi mmoja huyu. Hawezi kutuchezea sisi, alafu sisi tukabaki tunamchekea. Wakati sisi ni watu wazima. Binti mdogo atuchezesha akili zetu, lazima tumshikishe adabu. Rafael, unajua nitakapomshika huyu binti, yani kiukweli nitamfanyia upasuaji bila ya ganzi. Nitalichana tumbo lake, nitamtoboa. Hata kiumbe aliyembeba tumboni mwake sitajali. Rafael, mimi nakwambia, labda huyu binti mimi nisimkamate. Nikimkamata, Mzee Mashushu alizungumza kwa msisitizo, huku akimtazama Don Rafael, huku wote wakionekana kuchanganyikiwa kwa hiyo habari waliokuwa wameipata. Huna pa kukimbilia Glory. Niamini mimi, we msichana. Umeharibu upande wangu, ila tambua umeharibu operation kubwa ya nchi, na utajuta. Hata hiyo nafasi unayoiringia kuipata hutakuja kuifurahia kwenye maisha yako. Niamini mimi. Mama Joe alizungumza huku machozi yakimlengalenga. Mimi hata sijali kwanza, Glory alijibu hivyo, na kisha akatoka ndani hapo na mlango kafungwa. Mpatieni chakula, ila kuweni naye makini kama nilivyoeleza. Sawa mkuu. Glory aliingia ndani ya lifti na kisha alipandisha juu, kwani chumba hicho kipo chini ya ardhi, eneo ambalo sio rahisi kwa mtu kuweza kugundua kama kuna chumba cha siri katika hilo jumba. Glory alivaa kofia yake na kisha akatoka ndani ya lifti. Mkuu, kuna ugeni wako ambao hatukutarajia. Ugeni gani? Rais wa North Korea yuko hapa. We kweli? Ndiyo madam, na anahitaji kuonana na wewe. Glory akaongozana na walinzi wake hadi eneo alipokuwa rais wa North Korea, akamsalimia rais huyo kwa heshima kubwa mno. Oh. Shuha. Hapo rais wa Korea alimaanisha ya kwamba akisema, Glory, umekuwa binti mkubwa. Shuha. Glory akajibu, nashukuru sana mheshimiwa. Sasa hapa msikilizaji, kilichokuwa kinaongelewa ni Kikorea. Nikisema niongee Kikorea ndugu yangu nitakuacha mbali, kwa sababu mimi najua lugha za mataifa yote. Ila sasa ili tuendelee na simulizi, acha ni tafsiri kwa Kiswahili tu. Rais wa Korea akasema, Glory, pole sana kwa msiba uliotokea. Nashukuru sana mheshimiwa. Wameidhurumu nafsi yake. Hata mimi nimesikia. Je, umepanga kitu gani kwa waliohusika na kifo cha mjomba wako? Kabla ya kuwaua, nahitaji kuwapitisha kwanza kwenye kipindi cha mateso na maumivu makali mno. Unaweza fanya hivyo au unahitaji msaada wangu? Nashukuru kwa hilo mheshimiwa rais, ila ninawamudu, na endapo nitashindwa basi nitakuomba msaada. Wewe ni sawa na babangu, hivyo sidhani kama nitashindwa. Okay, jua Gumbo alikuwa ni mtu mwema sana, ni miongoni mwa marafiki zangu wachache niliowapenda na niliwaamini sana. Mimi nitafuatilia nyendo zako, endapo utashindwa basi mimi nitalishughulikia mwenyewe. Rais wa North Korea alizungumza huku akiwa anamtazama Gumbo aliyomo ndani ya jeneza zuri ambalo kwa juu lilikuwa lina kioo, huku mwili wake mzima ukiwa umevalishwa suti ya kifahari. Unaweza kuhisi amelala, Glory alizungumza huku machozi yakimlengalenga. Mimi nimesikia wewe umemkamata mke wa mhusika mkuu aliyemuua mjomba wako. Ndio, ni kweli.
Unasubiri nini? Si umuue? Hapana Mheshimiwa Rais, natengeneza mazingira ya kumuumiza mume wake. Okay, mimi naweza nikamwona? Ndio. Basi tunaweza kwenda. Wakaelekea kwenye lifti iliwapeleka mpaka chini ya ardhi. Waliingia katika chumba alichofungiwa Mama Jo na kumfanya achanganyikiwe kumwona rais wa North Korea, huku akili yake ikimtuma ya kwamba eneo walipo ni North Korea. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona kijana Gamba na msichana aliyekuwa ameongozana naye wakafika katika nchi ya Madagascar saa 9 alasiri. Kumbuka Gamba amekuja na huyu binti kwa ajili ya kumwokoa Mama Jo. Je, watafanikiwa? Basi bwana, Gamba pamoja na msichana huyo aliyekuwa ameongozana naye walifika nchini Madagascar saa 9 alasiri. Wakapokelewa pale na afisa upelelezi wa siri wa Tanzania anayefanya kazi ya uvuvi katika fukwe za Madagascar. Wakaingia katika boti yake ya uvuvi, huku boti waliokuwa wamekuja nayo wakaisimamisha mbali na fukwe. Mvuvi huyo akasema, leo kuna ugeni mkubwa sana hapa. Mvuvi huyo alizungumza huku akiendesha boti yake hiyo yenye samaki. Kwa nini unasema leo kuna ugeni? Kuna viongozi wa nchi mbalimbali wamekuja kuhudhuria msiba wa Gumbo. Anaonekana alikuwa na mahusiano na watu wengi sana Gumbo. Gumbo alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Mazungumzo walipoendelea, wakashuka pembezoni mwa fukwe na mvuvi huyo akawakabidhi funguo vijana wake, huku wakitembea kwenye fukwe hiyo, huku macho ya kijana Gamba yakiweko makini sana kwenye kutazama walipo kwenye eneo za fukwe hizo. Wakafika eneo alipokuwa ameliacha gari huyo mvuvi, wakaingia ndani ya hiyo gari, wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa taratibu mno. Silaha zenu zipo tayari na vijana wangu wanaletea ramani za namna ya kuingia katika makazi ya Gumbo. Kazi nzuri kaka, nashukuru. Upo Madagascar kwa kipindi gani? Gamba aliuliza huku akiwa amekaa siti ya nyuma na msichana huyo akiwa amekaa siti ya mbele pamoja na huyo jamaa ambaye ni mvuvi aliyekuwa kama dereva. Mwaka wa 6 sasa. Msikilizaji, wakati Gamba anajibiwa hilo swali, Gamba akageuka nyuma kutazama, akaona Range Rover 3 zinazowafuata kwa mwendo wa kasi mno kiasi cha kumfanya Gamba sasa kawa na mashaka. Gari hizo zikawapita kwa kasi na kumfanya Gamba kwanza shushe pumzi. Dereva ambaye ni mvuvi akasema, kaka, kuwa na amani, hao ni mafia, watu wa usalama. Leo nchi ipo kwenye ulinzi mkali sana. Okay, sawa, hamna neno. Kweli bwana. Wakafika kwenye godown moja, wakafunguliwa geti na wakaingia ndani. Mwili mzima wa Gamba ulianza kumsisimka huku akiona hatari. Ebu washata, Gamba alizungumza huku giza totoro likiwa limeotawala ndani ya godown hilo. Ghafla dereva huyu akafunga mlango, akaruka nje kwa kasi na kuiacha gari hiyo ikijiendesha yenyewe na kumfanya msichana huyo kwa haraka sana kukanyaga breki na gari hiyo ikasimama. Taa zenye mwanga mkali ziliwaka ndani ya hilo godown na kusababisha Gamba na msichana huyo wabaki wakiwa wanashangaa, huku wakiwa wanawatazama wanajeshi wengi wakiwa wamewazunguka, huku wakiwanyoshia mitutu ya bunduki, jambo lililofanya watambue kabisa ya kwamba wameshauzwa. Yule mvuvi alishapotea kitambo. Bwana, mambo inazidi kupamba moto, unaambiwa. Mzee Mashushu ameelezwa ukweli kuhusiana na mke wake pamoja na kijana aliyemwamini ambaye ni Gamba, ila bado anajipa moyo ya kwamba huenda Glory ni anatania. Mama Jo amekutana uso kwa uso na rais wa North Korea. Nini atafanya? Lakini bwana Gamba na huyu binti mwenzie huyu ambaye wameingia Madagascar sio wameuzwa bwana. Na afisa usalama aliyewapokea Gamba na huyu binti wamewekwa mtukati na wanajeshi. Nadhani ndio watafanya. Bwana wewe. Shit. Oya. Ametuuza huyu mtu wako ujue. Gamba alizungumza huku akiwatazama wanajeshi hao wakiwa wamewanyoshia bunduki. Hawa ni wanajeshi wa Madagascar. Ghafla
wakajikuta wanapewa amri ya kushuka ndani ya gari, na ndipo taratibu wakashuka huku mikono ikiwa iko juu. Kwa haraka wakasogelewa pale na wanajeshi 4 wenye bunduki, wakapapaswa pale mikononi mwao na kisha wakafungwa pale mikono yao kwa nyuma kwa kutumia pingu, huku miguuni wakifungwa nyororo ngumu zinazowawezesha kupiga hatua moja tu. Sasa tunakamatwa kisa nini na hatujafanya kosa lolote? Msichana huyo alizungumza huku akikurupuka, kitendo kilichosababisha mwanajeshi mmoja ampige na kitako cha bunduki kichwani mwake. Binti huyu akazima papo hapo. Gamba akanyanyuliwa, akaingizwa kwenye karandinga la jeshi lililokuwa limetengenezwa kwa chuma kigumu kisichoingia risasi, huku mwenzake naye akaingizwa kwenye karandinga hilo huku akiwa haelewi nini kinachoendelea. Wakaingia wanajeshi 6 wenye bunduki na wakawaweka katikati, huku wanajeshi 3 wakiwa wamekaa upande wa kulia na wengine wamekaa upande wa kushoto, huku wakiwa wanatazamana. Wakaondoka katika godauni hilo, huku afisa aliyekuwa amewauza alipatiwa kitita cha dola za Kimarekani 10,000 na akaingia kwenye gari lake akaondoka. Yaani ule mvuvi mara baada ya kupokea pesa yake huyo. Mlikuja kwa siri na mtakufa kwa siri kudadeki zenu. Afisa huyo ambaye ni mvuvi alizungumza huku akishuhudia gari la jeshi linalombeba Gamba na afisa mwingine wa serikali yakitokomea. Akili ya Gamba iliendelea kufanya kazi kwa haraka, huku akijitahidi kuwaza ni nini atafanya. Akiwa katikati ya mawazo hayo, mwanajeshi mmoja akampulizia dawa ya usingizi usoni mwake. Unaambiwa haikuchukua muda mrefu, kijana Gamba akazima. Msikilizaji, huu ni ule upande wa Kikorea. Hapa ni Glory alimwambia rais wa Korea ya kwamba huyu ndiye aliyemtuma kijana wake kuja kumua mjomba. Rais wa Kikorea akasema, mwanamke wewe, umefanya makosa makubwa sana kumua mmoja wa marafiki zangu kutoka barani Afrika. Rafiki yangu nilimpenda sana, nilifanya naye kazi nyingi kwa kipindi kirefu sana, ila kwa bahati mbaya wewe umekwenda kumua. Rais wa Korea alizungumza hivyo na Mama Jo akasema, nalipaswa kufa ndo maana tulimua. Mama Jo alijibu kwa kujiamini mno. Rais akasema, kweli alipaswa kufa? Ndio. Na sidhani kama wananchi wako Korea wanajua unafanya biashara na wauza madawa kulevya ndani ya Afrika. Shiho. Shuaya. Hiya. Shuaya. Hapo rais wa Korea alicheka na alionekana kupaniki kweli kweli. Msikilizaji, umeshawahi kupanikiwa Kikorea wewe? Asikwambie mtu. Hapa rais alikuwa anasema, hata kama raia wangu wakijua, sidhani kama wana kitu chochote cha kunifanya, na kikubwa zaidi ni jinsi nitakavyozidi kutengeneza pesa na uchumi wa nchi yangu. Rais huyu alijigamba kweli kweli kwa biashara hii ya madawa ya kulevya. Mama Jo akasema, unapozungumza kwa kujiamini inaonyesha ya kwamba unahusika kwenye kutengeneza madawa. Sio tu kwenye kuhusika kutengeneza madawa. Yaani wewe hata ukiendelea kupandisha hasira ya bure haina maana. Kwa sasa tuachane tunayo mambo. Mheshimiwa, tukampumzishe yanko. Glory alijibu hivyo huku akiwa na tabasamu. Sawa, ila mimi nahitaji kushuhudia kifo chake huyu mwanamama. Sawa mheshimiwa, kuna shaka. Utakishuhudia kwa sababu muda sio mrefu nitakwenda kumua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Glory alipozungumza hivyo, wakatoka ndani hapo na huyu rais wa Korea. Ujumbe mfupi uliingia kwenye simu ya Glory. Glory akafungua, akaona picha kadhaa alizokuwa ametumiwa. Mheshimiwa samani, unaweza tu katangulia. Kuna kitu nataka nimuoneshe hapo. Sawa, kuna shida. Glory ilibidi arudi ndani ya chumba alichokuwa Mama Jo. Glory akasema,
Haya, nahisi sasa moyoni mwako umekaa ukiamini kabisa utapata msaada kutoka kwa kijana wako Gamba eh? Habari mbaya ni kwamba kwa sasa ameshikiliwa na watu wangu, hivyo huna cha kufanya mama mkwe. Haya, unaweza ukamtazama hapa Gamba wako huyu hapa, mtazame. Mama Jo macho yalimtoka kwa mshangao, huku akitazama jinsi Gamba na kijana wake mwingine wakiwa hawajitambui. Kwa hiyo usimombe sana Mungu, kwa sababu kama ni kufa ni utakufa tu, yaani kifo kwako ni anikwepe kabo. Glory alianza kutembea kuelekea nje, huku akipiga mruzi uliozidi kumkera Mama Jo, na matumaini ya kutoroka eneo hilo yalizidi kufifia. Mama Jo aliamini msaada pekee ni Gamba, na Gamba ameshataitishwa. Naam, msikilizaji, upande wa pili simu ya mzee Mashushu ilionekana kuita. Aliitazama kwa sekunde kadhaa na namba hiyo ilikuwa ni ngeni kwenye simu yake. Akaipokea. Halo shemeji. Halo, nani wewe? Rahabu hapa naongea. Oh shemeji, samani, unajua hata sauti imenipotea kichwani kwangu kidogo, kichwa kimejaro na mambo mengi. Najua, kwanza pole kwa kile kilichotokea. Nashukuru sana shemeji. Una muda ukafika hapa Ikulu? Ndio, naweza kuja shemeji. Basi naacha ujumbe getini, ukifika tu watakuruhusu uje. Napaswa kuja na walinzi wangu? Ndio, ila watasalia getini. Nashukuru sana shemeji, nakuja sasa hivi. Mzee Mashushu alikata simu huku akinyanyuka kwa haraka sana. Baba. Ndio mwanangu. Kwani kuna nini kinachoendelea? Juliana, wala hata usijali binti yangu, kila jambo litakaa sawa mwanangu. Kwa sasa wewe endelea kukaa hapa na kila kitu kitakwenda vizuri, sawa mwanangu? Hujasikia chochote kutoka kwa Gamba wangu? Wala hata usijali, Gamba wako anapambana kumtafuta mama yako. Kwa mwanaume binti yangu, umepata mwanaume aliye sahihi. Unajua binti yangu, nikwambia ukweli, hakuna mwanaume jasiri Tanzania hii kama Gamba. Ukiachana na yule kijana aliyeenda kuoa mtoto wa Kenya, yule mtoto wa rais wa Kenya. Nani yule kijana? Nimemsahau hapa. Yule kijana pia ni jasiri kutoka Tanzania, akaenda Kenya akaoa binti wa Kenya. Ukiachana yule kijana jasiri mwingine hapa Tanzania ni Gamba. Umepata mwanaume sahihi, na Gamba sasa hivi anapambana kwa ajili ya watu wako unaowapenda. Namzungumzia mama yako. Mzee Mashushu alimtia moyo Juliana ambaye muda wote alikuwa amepooza. Sawa baba, basi baadaye nakuja binti yangu. Mzee Mashushu alitoka ndani hapo na mlinzi wake yule afahamikaye kwa jina la Kipanga. Kipanga akamfungulia mlango wa gari. Mzee akaingia ndani ya gari na taratibu akaondoka katika makazi ya Don Rafael. Kaka, ndio mzee mwenzangu, nimeitwa na mke wa rais Ikulu, hivyo ndo naondoka sasa kuelekea huko. Kuna nini tena? Si unajua wana urafiki wa karibu na shemeji yako. Unajua kichwa changu kina mambo mengi sana, unajua mpaka nimesahau mzee mwenzangu. Ni kweli Rafaeli, sote tupo kwenye hali ya wasiwasi. Umefikia wapi kwani? Bado vijana wanakusanya taarifa za kujua ni wapi Gumbo alipo. Basi sawa, utanifahamisha ndugu yangu. Hakuna shaka kaka. Mzee Mashushu alikata simu huku kichwa kikiwa kina mawazo mengi mno. Basi bwana, wakafika katika geti la Ikulu na mzee Mashushu akashuka yeye mwenyewe na akaingia getini hapo huku akikaguliwa na wanajeshi wanaolinda Ikulu. Baada ya ukaguzi huo akaingia katika gari la walinzi wa Ikulu na moja kwa moja akapelekwa kwenye makazi ya Mheshimiwa Rais. Akapokelewa na Rahabu. Rahabu ni mke wa rais. Karibu sana shemeji. Nashukuru sana shemeji yangu. Waliingia ndani na moja kwa moja wakaelekea mpaka katika ofisi ya Mheshimiwa Rais iliyopo ndani ya makazi ya rais. Akawakuta pale wazee wanne huku TV mbili kubwa zikionyesha vipande tofauti tofauti vya kamera. Shemeji, unaweza toka kaka? Nashukuru sana. Naamini utakuwa unashangaa
Hiyo ni operation ya uokoaji wa mke wako. Ila huyu aliyelala hapo chini ni Gamba huyo? Ndiyo, ni Gamba. Gamba na mwenzake. Huyu mwenzake nahisi ya kwamba wametekwa, ye Gamba na huyo mwenzake. Ila ukweli ni kwamba ilikuwa ni lazima kuwapumbaza Glory na watu wake, kuonyesha ya kwamba wanapelekewa Gamba na mwenzake. Sija kuelewa. Iko hivi, huyo unayemwona hapo ni Gamba na huyo binti hapo ni mwenzake. Wanahisi ya kwamba wametekwa, ila ukweli ni kwamba hawajatekwa, ila ilikuwa ni lazima kuwapumbaza Glory na watu wake waone ya kwamba Gamba na huyo binti ni wametekwa. Na okay, sawa. Mkuu, wameshaingia ndani. Mzee mmoja alizungumza huku akionyesha kipande cha TV kikionyesha gari ya wanajeshi waliokuwa wamewateka Gamba na mwenzake wakiingia katika makazi ya Gumbo. Mzee Mashushu alishusha pumzi nyingi mno kiasi cha kumfanya kila mtu kumsikia pumzi yake. Shemeji, we uwe na amani shemeji, kila kitu kitakwenda kama vile tulivyopanga. Sawa shemeji, nisaidie kidogo maji ninywe. Rahabu akafungua friji ndogo, alitoa chupa ya maji na akamkabidhi mzee Mashushu. Akayafungua yale maji kwa haraka na kuanza kuyanywa. Aliyanywa kwa fujo ili kuweza kutuliza hali ya wasiwasi na hofu alionayo. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona mlinzi mmoja wa Glory akimnongoneza Glory sikioni. Alisema, mkuu, wameshaletwa tayari. Mlinzi huyu alimnongoneza Glory muda huo wakiwa katika ibada ya kumwombea Gumbo. Glory akasema okay, sawa, wapelekwe moja kwa moja kwenye kile chumba alichopo yule malaya. Kule sio hatari mkuu kweli? Glory alimtazama kwa jicho kali mlinzi wake huyo na akaelewa alichokuwa ameelezwa. Mlinzi huyo akatoka eneo hilo na kisha akampatia mlinzi mwingine taarifa. Huyo mlinzi mwingine akaelekea lilipokuwa gari la wanajeshi. Akasema, jamani, twendeni kwenye chemba. Hawahitaji kuweza kuonekana kwa sababu mnaelewa shughuli inayoendelea hapa. Wale wanajeshi wakasema sawa. Basi bwana, wakaelekea katika nyumba iliyopo pembezoni kabisa mwa eneo hilo. Wanajeshi hao wakashuka ndani ya magari, wakawabeba pale Gamba pamoja na huyo msichana, wakaingia nao ndani ya hiyo nyumba huku wakiwabeba, na moja kwa moja wakashuka mpaka eneo la chini lenye vyumba vya magereza. Mlinzi huyo akawaagiza walinzi wawili wafungue mlango wa chumba hicho, na wakafungua na wakaingia ndani huku wakiwa wamewabeba, wakawaweka chini, huku akimtazama Mama Jo aliyekuwa anashangaa kumwona Gamba na mwenzie wakiwa hawajielewi kabisa. Ghafla wanajeshi hao wakawaua walinzi watatu wa Glory kwa kutumia visu, huku tukio hilo likifanyika kimya kimya. Wanajeshi hawa wakamfungua Gamba, wakamfungua na yule binti, huku wakimfungua Mama Jo. Wakawanusisha Gamba na yule mwenzie binti dawa za kuzinduka, na kweli wakakurupuka kutoka kwenye hali ya kuzimia. Tulieni, Mama Jo alizungumza huku akiwatuliza Gamba na mwenzake. Kwanza poleni. Imekuwaje kwani? Imekuwa kama ilivyokuwa. Amina pamoja na Gamba, kwa sasa hivi sio muda wa maswali. Najua mtakuwa mna maswali mengi sana ya kuhoji, ila huu sio muda sahihi wa kuuliza maswali. Mama Jo alizungumza huku akiwa anapokea earpiece ndogo na kisha alichomeka sikioni mwake. Ni mimi naongea. Nashukuru sana rafiki yangu. Wala hata usijali, hao vijana wapo kwa ajili ya kuweza kukondoa hilo eneo. Sawa, kwani mimi niko wapi? Upo Madagascar, ila nipo na shemeji hapa na unaweza kuzungumza naye na anakuona. Mwanajeshi mmoja alisimama mbele ya Mama Jo na kifungo kimoja cha combat alikuwa ameivaa kilikuwa kina kamera. Mke wangu, pole sana kwa kila kilichotokea. Usijali mume wangu, acha mimi nirudi nyumbani sasa. Namuomba Mungu tu urudi kwa sababu siwezi kuishi bila wewe. Nashukuru sana mke wangu. Mkuu,
muda ni mdogo, inabidi tuondoke hili eneo. Mwanajeshi mmoja alizungumza na taratibu wakaondoka eneo hilo, wakaingia kwenye gari bila hata ya kuonekana, na gari hilo la jeshi lilianza kuondoka kwenye makazi ya Gumbo. Ila tunaondokaje yule malaya hatujampata? Mama Joe alizungumza huku akiwatazama wanajeshi hao. Mkuu, misheni yetu ni kukuokoa wewe na sio kushughulika na wengine. Gamba, ndio mkuu. Nahitaji yule mpuzi ashughulikiwe. Sawa, mimi mtaniacha. Na mimi nitabaki. Yule mshenzi tukajua ni kwamba ametuuza. Amina alizungumza huku akitoka eneo la makazi ya Gumbo. Ilikuwa ni moja ya mpango wetu kuwaonyesha kwamba mmetekwa. Jamani, hii ramani ya juu ya eneo zima la nyumba ya Gumbo. Ulinzi wa eneo hili ni mkali kutokana na viongozi wa nchi mbalimbali wa nchi tofauti tofauti wamefika katika mazishi, na hata rais wetu pia yupo. Hivyo kwa sasa hatutowaruhusu kwenda kufanya operation yoyote itakayoleta taharuki. Kiongozi wa wanajeshi hao alizungumza kwa msisitizo mno. Mama Joe akasema, "Hebu jamani nisikilizeni kwanza." Mama Joe alizungumza huku akimtazama Gamba pamoja na Amina. Ikiwa tumeshafahamu ni wapi huyu mpuzi alipo, kwa sasa nadhani turudini tu nchini kwetu, ila tukijua kabisa ya kwamba ni lazima tumsake popote pale alipo, na tukimpata tutamshughulikia. Nadhani mmenielewa. Ndio mkuu. Walifika baharini, wakaingia katika boti ya jeshi na wakapelekwa mpaka walipokuwa wameiacha boti yao. Waliingia katika hiyo boti yenye kasi na safari ya kuondoka eneo hilo ilianza kwa mwendo wa kasi, ukimya ukiwa umetawala ndani ya hiyo boti. Gamba, ndio mkuu. Glory amefichua kila kitu. Unamaanisha? Glory amemweleza mume wangu kazi zetu na amemwonyesha picha za mafaili yetu. Inavyoonekana yule binti ana watu ndani ya jeshi, kwa sababu taarifa zetu hizo wewe mwenyewe unajua zinahifadhiwa mbali kabisa, lakini yule binti amezipata. Ndio hivyo, na amemweleza kila kitu, na bahati mbaya alikuwa pamoja na Don Rafael. I say madam, sasa itakuwaje? Hata mimi mwenyewe sijui. Ila Gamba si ametoka kazini? Ndiyo, ila walimchukulia Gamba kama ni mtengeneza bustani tu. Madam, hii ni changamoto. Mkuu. Ndio Gamba. Ikiwezekana kama hutojali, mimi nakuomba nipotee tu kama nilivyokuwa nimepotea hapo awali. Walinirudisha kwenye mfumo wa maisha ya kawaida, ila kwa sababu kila kitu kipo wazi, sidhani kama ni sahihi kwa mimi kuweza kurudi kufanya kazi na mumeo. Nahitaji kupotea, na naamini unajua ni wapi pa kunipata. Gamba alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Mama Joe kwanza shushe pumzi taratibu, huku akimtazama Gamba usoni mwake, kwani Glory ni amevuruga kila kitu kiasi cha kupelekea sasa Gamba anataka kurudi kwenye maisha yake ya kificho. Ebena, mambo yanazidi kupamba moto. Gamba amemwomba Mama Joe arudi kwenye maisha yake ya kificho mara baada ya Glory kutoboa siri. Swali ni je, Mzee Mashushu atamwelewa mkewe na kumpenda kama ilivyokuwa hapo awali? Bana. Kiukweli sishauri wewe uondoke. Kwa nini? Hakuna. Unadhani kwamba mume wangu atanidhuru ikiwa na watoto tuliokuwa tumewazaa? Usimkadirie hivyo, kwa sababu hatujui kwa sasa yupo kwenye wakati gani. Gamba, hebu jiamini. Hakuna chochote cha kuhofia, na isitoshe tunaweza tukasema ni story tu ya kutengeneza. Ndiyo. Mimi mbona kama moyo wangu hauna amani kabisa? Wala hata usijali. Kuwa na amani zote. Sawa. Wacha tuone itakavyokuwa. Naam, safari ikaendelea huku kimya ukitawala ndani ya hiyo boti. Nimetafuta habari za hawa watu. Hakuna. Hawapo kwenye kitengo chochote cha usalama cha serikali.
Afisa wa siri upelelezi alizungumza huku akiwa yuko ndani ya gari la Don Rafael. Bwana, una uhakika na unachokisema? Siwezi kukudanganya kwenye masuala muhimu unayohitaji kuweza kuyajua. Hakuna taarifa zao, na kama huamini unaweza kutafuta kwa mtu mwingine. Don Rafael alishusha pumzi huku akitazama picha ya Mama Joe pamoja na Gamba. Okay, nashukuru sana. Nilitaka kushangaa, huyu mwanamke mimi namjua toka makuzi yake, hadi sasa tumefikia kuwa watu ni wazima, eti ni waafisa wa jeshi. Aise, hii taarifa kidogo mimi ilinichanganya sana. Mimi nakwambia mkuu, taarifa ambayo ni sahihi kabisa, na mimi na wewe hii sio kazi yetu ya kwanza kufanya. Ni kweli, na ingekuwa ndo tunaanza nisingekuamini, ila kutokana tumefanya kazi nyingi sana na kuamini sana ndugu yangu. Nashukuru sana. Don Rafael akamkabidhi afisa huyo wa upelelezi wa ngazi za juu bahasha yenye pesa ndani, na kisha alishuka ndani ya gari. Aliingia ndani ya gari lake na kisha aliondoka. Simu ya Don Rafael ilianza kuita. Aliitoa mfukoni na kisha akaipokea. Ndio kaka. Aisee, Mungu ni mwema. Imekuwaje tena? Wameokolewa bwana, wako njiani unarudi nchini Tanzania. Mungu ni mwema kweli. Upo sehemu tunaweza tukaongea? Ndio. Bwana Mashushu, mimi nimetafuta taarifa za shemeji na huyo kijana. Nani huyo? Gamba. Ndio Gamba. Alichotuonyesha yule mtoto yule Glory ni uongo mtupu. Kwa hiyo hakuna kitu kama hiko. Mke wako Gamba wale ni watu wa kawaida kabisa. Hivyo bwana mzee mwenzangu, hebu kuwa na amani. Unajua Rafaeli, ndio maana mimi nilitaka kushangaa. Miaka yote hiyo hawana cha kufanya zaidi tu ya kunichunguza mimi, miaka zaidi ya 30. Sasa kwa nini wasinikamate? Mbona mke wangu anajua siri zangu nyingi tu? Ndio hapo bwana. Unajua yule mtoto Glory yule alihitaji kucheza na mbinu zetu chafu. Alitaka kucheza tu na akili zetu. Alitaka kucheza tu na mbinu chafu tu za kutuvuruga, na alitaka kuivuruga familia yako na wewe ili iwe rahisi kwake kutushambulia. Rafael, hilo jambo zuri tumeshajua ni wapi alipo. Yupo wapi? Yule binti yuko Madagascar. Basi tuandae jeshi kwa ajili ya kwenda kumshambulia. Rafaeli, hebu acha kwanza nimpokee mke wangu. Niko njiani kuelekea huko. Baada ya hapo tutajua namna ya kuweza kumzika yule mpuzi. Kale katoto kadogo kanataka kutuumiza sisi vichwa, kacheze kabisa kale. Mashushu bwana. Na safari hii tutakwenda kukaonyesha kwamba tuna uwezo wa kufanya chochote kwenye hii dunia. Umeona baadaye bwana kaka. Sawa ndugu yangu. Don Rafael alikata simu huku akiwa na amani moyoni mwake, kwani wasiwasi aliyokuwa nao juu ya Mama Joe umeshatatuliwa. Naam, msikilizaji. Upande wa pili, Glory na waombelezaji wengine walishuhudia jinsi jeneza la Gumbo likishushwa taratibu kwenye kaburi lake mara baada ya ibada kumalizika. Glory alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuchota mchanga na kumwagia ndani ya kaburi, na kisha wakafuatia marafiki wa karibu, na kisha jeneza hilo likafunikwa taratibu na mfuniko uliokuwa umetengenezwa kwa madini ya dhahabu, huku jeneza lake pia likiwa limetengenezwa kwa madini ya dhahabu. Mkuu. Alikuwa ni mlinzi wa Glory, alimnong'oneza sikioni. Glory akamwambia na kusikiliza, ongea. Kuna tatizo mkuu. Hebu subiria kwanza ibada ishi. Glory alizungumza kwa sauti ya chini huku akijipangusa machozi. Glory aliendelea kupewa pole na wageni waalikwa walioanza kuondoka eneo hilo na kurudi walikokuwa wametoka. Naamini alikuandaa vizuri na biashara zitaendelea vizuri. Wala tamsijali, na kila kitu kitakwenda kama vile kilivyokuwa kabla ya anko wangu kufariki dunia. Tunakuamini sana, na isitoshe bado wewe ni damu changa sana. Hivyo tuna imani una safari ndefu sana ya kwenda. Nawashukuru sana. Glory alizidi kupewa matumaini na marafiki wa Gumbo, na wakaendelea kuuaga mwili huku wakiwa wanaondoka. Shinshon, North Korea Shinshon. Alikuwa ni rais wa North Korea. Alimwambia Glory, siku moja uje basi North Korea. Usijali mheshimiwa, nitakuja. Shinshon. Nani haya?
Tina, show. Ha, show via. Show la ya yin. No aje gombo. Shivo. Hapo walizungumza Kikorea na rais wa North Korea akawa ni mgeni wa mwisho kuondoka katika makazi ya Gumbo akiwa na walinzi wake. Wewe, hebu niambie kuna tatizo gani ulikuja kuninongoneza pale? Glory alizungumza huku akimtazama mlinzi wake. Mkuu, wametoroka. Unasemaje? Glory alichanganyikiwa huku macho akimtoka kwa mshangao. Alianza kutembea kwa haraka haraka katika nyumba ambayo Mama Joe alikuwa amehifadhiwa. Alitembea kwa haraka haraka mpaka kwenye ile nyumba. Akafika huko gerezani akashuhudia. Ha? Shia, imekuwaje? Glory alijisahau. Alitaka kuwafokea walinzi wake kwa Kikorea, na hii ni kwa sababu alitoka kuongea na Mheshimiwa Rais wa Korea, na ndipo alipokuja kugundua kwamba walinzi wake hawa hawajui Kikorea. Akajisahisha na ikabidi awaulize imekuwaje. Mama Joe akatoroka. Mlinzi mmoja akasema, hizi hapa ni video za CCTV mkuu. Mlinzi huyu akamwonyesha video zilizokuwa zimerekodiwa kwenye CCTV zikionyesha namna Mama Joe alivyokuwa anaokolewa na wanajeshi wa Madagascar ambao nyuso zao walikuwa wamezificha na kuacha macho tu. Shit. Hebu nisikilize, nahitaji hawa wanajeshi watafutwe popote pale walipo. Nahitaji wasakwe hawa wapuuzi waliotoroka popote pale walipo. Nadhani naeleweka ninachokiongea. Mkuu, toka wametoroka ni lisali zima limeshapita. Hivyo kwa sasa watakuwa wameshafika au wanakaribia kufika nchini Tanzania. Shit. Glory alionekana kupayuka huku akishika tumbo lake. Alisikilizia maumivu. Madam, uko sawa kweli? Hapana, hebu nirudisheni kwanza nikapumzike. Glory alizungumza na mlinzi wake alimshika mkono na taratibu wakaanza kutoka ndani hapo na akapelekwa katika chumba chake akalazwa kitandani. Madam, daktari alishauri upumzike kwa muda mrefu. Najua, ila nahitaji muwasake. Sawa mkuu, ila mkuu mimi na ushauri. Zungumza na kusikia. Kama wameshakuja hadi hapa, ina maana kwamba ni lazima watakuwa wamepajua hapa na watashirikiana na hao wanajeshi kwenye kurudi tena eneo hili. Mkuu, unaonaje tukahamia Uingereza kwa muda tukisubiria kujua nini kinachoendelea? Na kule itakuwa ni rahisi kwa wewe kuweza kujifungua vizuri kwa kupata huduma zote za kiafya. Tutaondoka, ila kwa sasa kwanza niombeleze kifo cha mjomba wangu. Alafu kitu kingine, hebu hakikisha ulinzi unaimarishwa kila kona. Sawa madam. Naomba hizo dawa zangu. Mlinzi alimpatia Glory kichupa chenye dawa. Akanywa kidonge kimoja, akapewa maji akanywa, na kisha taratibu akajilaza kwa ajili ya kuondoa uchovu uliokuwa umemjaa mwilini mwake. Karibu sana mke wangu. Mzee Mashushu alizungumza huku akimkumbatia mke wake kwa nguvu. Nashukuru mme wangu. Pole kwa kuwa na wasiwasi. Ilikuwa ni lazima niwe na wasiwasi. Gamba. Gamba, karibu sana bwana. Mzee Mashushu alizungumza huku akiwa na furaha kweli kweli. Nashukuru mzee. Gamba alijibu huku akimtazama mzee Mashushu. Binti, hebu sogea huku, sogea. Mzee Mashushu alizungumza huku akimtazama binti wa kuitwa Amina aliyesimama mbali kidogo na eneo walipo. Wewe binti, nashukuru kwa kuonesha kujitoa kwako kwa ajili ya kumwokoa mke wangu. Nashukuru sana mzee wangu. Nakusikia. Huyu anaitwa Amina, ni rafiki yangu ambaye hunisaidia sana kwenye masuala ya IT. Nilipokuwa nakwambia kwamba na rafiki wa mambo ya IT, basi ndo huyu. Yeye ndiye amenisaidia kujua kwamba madam hapa alikuwa yuko Madagascar. Sasa kwa nini tusifanye naye kazi? Wewe binti wewe, kwa nini tusifanye kazi pamoja? Nahitaji kujifikiria zaidi mkuu. Wala hata usijali, wewe ukiwa tayari basi jibu utampa Gamba. Gamba ataniambia mimi. Sawa mzee wangu, nashukuru kwa hiyo ofa. Karibu sana binti. Asante. Amina, asante. Wala tusijali kaka, tuko pamoja. Madam, naamini sasa uko mikononi salama.
Mimi niko mikono salama Amina. Acheni basi mimi niondoke niwaache. Amina aliingia ndani ya boti na kuondoka. Mzee Mashushu na mkewe waliingia katika gari moja, huku Gamba akiingia katika gari jingine la walinzi. Wewe kaka, vipi kazi imekwendaje kaka? Kazi ilijaa mambo mengi sana. Jambo la kumshukuru Mungu, tumerudi pamoja. Hilo ndo jambo la msingi. Aise, nilipoambiwa ni Glory amemteka mkuu, aise nimeshangaa sana. Yule demu mafia yule, kitu ambacho hatukikugundua hapo mapema. Ni kweli aise, amefanya mzee kuwa na pressure mwanzo mwisho. Mimi ndo nakwambia, mzee alihisi kuchanganyikiwa. Mzee kila wakati alikuwa anaomba maji ya kunywa. Yaani kama hii siku ingeisha bila kupata majibu ya wapi alipokuwa mke wake, mimi na imani mzee angelazwa. Sasa hivi jambo la msingi ni kuwa makini kwa kila hatua tunayopiga. Unachozungumza kaka Gamba ni kweli. Kama jamaa alituuza na huyu dem pia ametuchezesha gwaride, aise, kuna haja ya kuwa makini kaka. Yaani kweli. Naam, Gamba alijibu huku akitazama mageti ya nyumbani kwa Don Rafael yakifunguliwa. Waliingia ndani na wakapokelewa pale na Juliana pamoja na Don Rafael. Juliana akasema, mpenzi pole. Juliana alizungumza huku akimkumbatia Gamba kwa nguvu. Asante sana. Moja kwa moja wakaelekea katika meza ya chakula na taratibu wakaanza kupata chakula cha usiku. Nilimchukulia Glory kama wifi yangu, mpole, mstaarabu, kumbe ni mshenzi jamani. Aisa amenipa funzo kubwa mno. Juliana alizungumza huku akiendelea kula. Ndo maisha hayo mwanangu. Unajua ni kwa nini nilikuwa ninakataa asiingie kwenye familia yangu? Kwa sababu ya wasiwasi niliyokuwa nao. Mimi moyo wangu ulikuwa haumtaki yule binti. Mke wangu, ningekusikiliza kipindi kile mke wangu, haya yote yasingetokea. Ni bora yametokea kwa sababu ametuonesha rangi yake halisi mapema kuliko tungekaa naye kwa muda mrefu. Mama Jo alizungumza huku akiwa anajifuta mdomo wake kwa tishu. Jamani, mimi nahitaji kuoga kwa maana najihisi mwili huu ni mzito sana. Mke wangu, tuongozane basi. Mzee Mashushu alizungumza naye akanyanyuka na wakaelekea katika chumba ambacho huwa analala pale wanapokuwa nyumbani kwa Don Rafael. Mume wangu, twende basi na ukaoge, alizungumza Juliana. Don Rafael alishangaa. Kwani nyinyi ni mtu na Don Rafael aliuliza huku akiwatazama Gamba na Juliana waliokuwa wanasimama mezani hapo. Ni mume wangu mtarajiwa huyu, ba mdogo, hata usishangae. Aise Gamba, hongera sana bwana. Nashukuru sana mkuu. Niite tu ba mdogo kama anavyoniita Juliana. Sawa ba mdogo. Gamba alizungumza huku akitabasamu. Waliingia chumbani na huyu Juliana alijikuta akimkumbatia Gamba na wakaanza kupigana mabusu. Hey. Ngoja kwanza nioge. Gamba alizungumza huku akijitoa mikononi mwa Juliana. Lakini baby, mimi nina hamu na wewe. Juliana alizungumza kwa sauti nyororo, sauti ambayo ndugu yangu inamtoa nyoka shingoni. Sauti hii, kama wewe sio mwanaume uliokamilika, unaweza ukajikuta ndugu yangu, aya wazungu hao. Binti aliongea sauti legevu, sauti ya matamanio, sauti ambayo huwezi kuchomoka kaka. Taratibu akaanza kufungua kifungo cha suruali ya Gamba, akaingiza kiganja chake cha mkono, akashika jogoo wa Gamba, jogoo aliyekuwa ganga. Gamba aliyejikuta kigeri kuingia bafuni. Ilibidi amlaze Juliana juu ya kitanda huku akipunguza nguo alizokuwa wamezivaa. Na baada ya dakika chache, Gamba bwana, si akaanza kumpa dozi ya midinyano huyu binti Juliana. Juliana alijikuta na pagao kwa mikiki ya Gamba. Juliana alikuwa analia nye. Tam Gamba. Gamba naye akawa anasema ala. Nakuja mke wangu, nakuja. Naam. Upande wa pili, mzee Mashushu alizungumza kwa sauti ya kukatakata huku akisikilizia utamu wa kufunga goli katikati ya mechi iliyokuwa inafanyika bafuni, huku mke wake akiwa ameshika ukuta.
anakuja, sio kama anaondoka. Huyu mzee alikuwa anasema anakuja mke wangu, yaani wazungu wanakuja mshindo. Na mke wake akawa anasema njoo mke wangu, njoo njoo wewe. Basi mama Jo alikuwa anazungumza huku akizidisha kukata mauno. Mama huyu ni eji imeenda, lakini kwenye kiuno bado binti mdogo, yaani kana kwamba ni binti wa miaka 20. Ushai kupiga mechi na watu wazima wewe? Ushai kupiga mechi na mishangazi? Ina miutamu yao bwana. Allah, kuna mwingine mtu atajiuliza anko lijuaje? Mi sipo, nilisimuliwa tu ndugu yangu kwamba mishangazi ni mitamu kweli kweli. Mi mwenyewe natamani nipate mshangazi mmoja hivi wa miaka 40, miaka ngapi. Basi bwana, mechi hiyo ikafika mpaka mwisho, huku mzee Mashushu unaambiwa alimkumbatia mke wake kwa nyuma. Maji ya bomba la mvua yalikuwa yanaendelea kuwamwagikia. Mzee alikuwa anapata utamu ile mbaya. Mzee huyu akasema hizi raha mimi ningesipata wapi kama yule mshenzi angekuwa. Mkewe naye akawa anasema Mungu alipanga tuonane tena, ndio maana nakupa utamu ni dinye mme wangu. Kweli mke wangu mke wangu wewe, Mungu ni mwema bwana. Niambie, tunamfanya nini ule mshenzi? Hapo anazungumza mzee Mashushu alikuwa nyuma kalikamatia goma. Mzee Mashushu anazungumza huku anamgeuza mke wake, wakatazamana huku akiwa wamekumbatiana. Kwanza sijui hata amepata wapi ujasiri wa kutengeneza zile picha za kunionyesha kwamba mimi ni mwanajeshi, tena mimi ni mwana usalama. Unajua mume wangu, nilikuwa nawaza sana. Mshenzi ule alidhani kwamba kwa mbinu zake zile alihisi atatupata, kwa sababu muda aliyopiga simu tulikuwa tuko na Don, na kwa bahati nzuri Don amefuatilia kwa umakini, na kuna story hiyo akaja kugundua hiyo story ilikuwa ni ya kutunga na haina ukweli wote ule mke wangu. Ila tumshukuru Mungu pia, kwa sababu huyu mke wa Rais Rahabu amesaidia sana. Hili jambo limekwenda vizuri. Mme wangu, ukisikia marafiki wa kweli ndo wale, ni sawasawa na kama ungetekwa wewe. Don Rafael unadhani angefanya kama alivyofanya Rahabu? Ni kweli aise. Lakini mme wangu, mimi nina wazo na kusikiliza mke wangu. Nakumbuka kipindi mnamtafuta Jo, ndio uliniambia mlienda kumuulizia kwa baba yake na mkamkuta baba yake Glory, si ndio? Ndio ni kweli. Sasa tumteke yule babake Glory. Tukimteka yule, basi mimi na uhakika tutaweza kumrudisha nchini Tanzania, na akishindwa kuja Glory Tanzania, basi babake atakwenda kulipa kwa yale yote alotufanyia kwa kumuua mwanangu na kuniteka mimi na kunidhalilisha. Wewe unalionaje mme wangu? Mama Jo alizungumza kwa msisitizo, na mumewa hakupinga zaidi ya kukubaliana na alichokuwa ameelezwa na mke wake, kwani kumteka baba yake na Glory ni njia mojawapo ya kulipiza kisasi. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Taarifa ya kutoroka kwa Mama Jo na Gamba inampa wakati mgumu sana Glory, mpaka anashauriwa kuhama Madagascar. Lakini Mama Jo anahitaji kuipeleka hii vita yao kwa babake na Glory. Sasa je, watafanikiwa kumkamata baba Glory? Bado usikose kufuatilia katika sehemu ya 8 tupate kujua hiki kigingi cha Hitman Driver kitaendelea. Je, mzigo mtamu kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Langu jina naitwa Anko J Simulizi. Mpaka kufika hapo sehemu ya 7 itakuwa imefika tamati. Asante na kwaheri.